Kubwa zaidi ni maandalizi yanayoendelea hapa kuelekea katika mchezo wenu wa kesho dhidi ya Young Africans. Tujalie kwanza maandalizi mpaka sasa hivi kwa kufikia siku ya leo yapoje? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Juma Masudi. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, safari yetu kutoka Songea mpaka Dar es Salaam imekuwa ni safari salama, na leo tuko katika matayarisho ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Yanga. Najua haitakuwa mechi rahisi. Tutacheza kwa kuheshimu zaidi kwa sababu tunatambua ubora wa Yanga. Kwa hiyo mategemeo yetu tutafanya vizuri katika mechi ya kesho. Pengine kuna mchezaji yoyote atakosekana kuelekea katika mchezo wa kesho? Tutamkosa mchezaji mmoja, Lucas Tendama, ambaye bado anaendelea kuuguza majeraha yake, lakini wengine wote wako katika hali nzuri. Pengine kwa ubora wa Yanga jinsi unavyojua, pengine kwa kuiangalia katika ligi kuu, pengine mnaangalia hasa mapungufu yao kiasi gani kuelekea katika mchezo wa kesho? Yanga mimi nasema asilimia kubwa, yani ukihesabu mapungufu yao ni machache sana. Kwa hiyo hasa kwa timu zetu hizi ambazo tunasema unaweza kaipa jina la underdog, ni inatakiwa tucheze kwa umakini mkubwa sana, kwani ukifanya makosa ni rahisi zaidi kuadhibu. Kwa hiyo tutacheza kubwa zaidi, tutacheza kwa tahadhari. Pressure kuelekea katika mchezo wa kesho kwa maana ya benchi la ufundi, lakini pia kwa wachezaji pengine umwambia nini? Mnasema sisi kama bench pamoja na wachezaji pressure hakuna. Tumesema kwa wachezaji kwa sababu tuna wachezaji wengi vijana, kwao pia iwe ni fursa. Wasicheze kwa pressure kubwa, kwao iwe ni fursa waonyeshe kile walichokuwa nacho. Mmemtoa mpinzani ambaye mkutana naye Fountain Gate akiwa pale Babati nyumbani kwao. Pengine hii imekuwa advantage ama ni imewapatia morali kiasi gani kuelekea katika mchezo huu wa kesho? Mimi nasema kwa upande wa stand kwanza msimu huu ile matokeo yale pia sisi ametupa chachu. Dhamira yetu ni kufanya vizuri kila mchezo. Ndio maana ukiona hata kwenye championship ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana. Kwa hiyo mimi nasema ile pia imedhihirisha kwamba sisi ni bora. Stand United imekuwa ni timu mojawapo yenye mashabiki wengi. Pengine mmesafiri na mashabiki kutoka mkoani kuja hapa Dar es Salaam, lakini pia kama hamjasafiri nao, pengine unawaambia nini, unawahakikishia nini mashabiki? Mimi nasema kama kuna mkoa ambao mashabiki wao wanapenda timu yao ni mkoa wa Shinyanga. Hatujasafiri nao, lakini kwao kubwa zaidi sisi huwa tunaahidi tu kufanya vizuri. Kwao sisi tunahitaji kwao waendelee kutuombea dua na waendelee kutusupport. Kocha, tuzungumze kuhusiana sasa na championship. Mpaka sasa mtazamo ukoje? Mnaona kuna nukia ni BC Premier League? Mimi nasema championship mahali ambapo imefikia ni paka mwisho wa ligi itakapoisha. Kuna kundi la timu ambalo linagombania kwenda kucheza moja kwa moja kupanda ligi kuu. Kuna timu takriban 4 zinagombea hizo nafasi mbili, lakini mwenzetu Mtibwa anaonekana kama amekimbia zaidi, lakini ushindani mkubwa sana uko kwa hizi timu tatu. Lakini vile vile ukiangalia katika ratiba zetu unakutana na timu ambazo nazo zinapigania kutoka kule chini zisishuke na pia zisicheze kwenye ile playoff ya kushuka. Kwa hiyo mechi zetu ni mechi ngumu mno. Kwa hiyo hata hii mechi yetu ambayo tunakwenda kucheza na Yanga tutacheza kwa tahadhari sana. Priority namba 1 ya timu hii ni kuhakikisha timu inarejea katika ligi kuu. Kwa hiyo kama ulivyosema mnahakikisha kurejea kwenye ligi kuu vyema kabisa. Lakini pia tukitazama mmetoka kucheza na Mbeya City ambayo pia pale bato lenu liko katika nafasi ya 2 na ya 3 kama mlivyo. Pengine hiyo imewapa pia morali kuwasukuma kwa michezo ambayo inabaki kwamba inawezekana. Tumetoka kucheza na Songea United. Mchezo niliutazama ule wa Mbeya City. Mimi nasema bado ni washindani wakubwa sana kati ya Mbeya City na Stand. Bado tunaendelea kupigana vikumbo, lakini mwisho wa siku tutaangalia nani atamalizaje. Kwa hiyo ushindani mzuri ndio anamaliza vizuri mwisho. Mimi nasema katika mpira inawezekana. Kocha, kuna ile wachezaji wakijua kwamba wanakwenda kucheza na moja kati ya timu kubwa hizi mbili hapa Tanzania, kwa maana Simba pamoja na Yanga, mapokeo yao huwa ni tofauti kidogo. Ni kwa namna gani umejipanga kuhakikisha kwamba pressure ama lile vibe la kusema kwamba hii ni timu kubwa tunacheza nao unaliondoa katika mchezo wa kesho? Kwanza mpira uko kichwani. Kwanza unacheza kubwa zaidi katika mechi kama hizi, unacheza na saikolojia ya wachezaji. Wachukulie kama ni mechi ya kawaida, japokuwa kimtazamo ni mechi kubwa na ni kweli ni mechi kubwa. Ili wasitoke kabisa na wasilewe kwa vibe la mashabiki. Wenyewe wacheze kwa kuzingatia ule uwanja na masharti yano kiwanjani. Haya masuala ya nje waachie mashabiki
Yeah. Lakini hata championship mashabiki si wako kutosha. Yeah, wako mashabiki wengi na tunacheza katika hali kama hiyo. Kwa hiyo mimi nasema haitakuwa ni kitu kigeni. Na kwa upande wenu ninyi kama Stand United, ni kwa namna gani mmejipanga kuhakikisha kwamba mechi dhidi ya Yanga inawaongezea kitu kuelekea kwenye mechi zilizosalia za championship? Mimi nasema dhamira kwa maana ya nia ni kufanya vizuri katika timu kubwa kama Yanga. Ndio dhamira kubwa. Sasa yatakayotokea ni baada ya dakika 90. Natamani kuweka historia. Na tunatamani sana. Naam. Na inawezekana. Mimi nasema katika mpira kila kitu kinawezekana. Naam. Okay, sawa. Shukrani sana. Asante.